It is a blessing to be here, and I bless God for this opportunity. Amen. Yesterday we were talking about the power of the tongue. The power of the tongue in the battles after prophetic declaration. Unajua wakati umetangaziwa baraka, unakuta kwamba baraka umetangaziwa, lakini kuna vizuizi vinakuja kuzuia hizo baraka zisikuje. Na niliwaambia kuna watu wakati mwingine watu hawajiamini. Wewe huamini kwamba unaweza kuwa tajiri, huamini unaweza endesha gari, huamini utajenga gorofa. Hata wakati mwingine tunazungumza vibaya kujihusu sisi wenyewe. Hata mkiambiwa toeni pesa ya kanisa tujenge, kama kuna mahali ambao unachangamkia ni kubariki kazi ya Mungu. Let me tell you, if there is anywhere in this world that you can be blessed, is to bless the work of God. Ndio ukienda kwa Wahindi, ule mhubiri, ule mpriest akisema tunajenga tembo, watu unaona kabla amalize mikono 5 iko juu. Hata kwa Uislamu wakisema tunajenga, unaona mikono 5 iko juu. Tena wanasema mimi na nyumba yangu tutafanya basi nusu. Mwingine anasema hata mimi tafanya nusu. Yaani, lakini tukikuja hapa kwetu kwa kanisa la walokole, sisi ambao ni charismatic, tunaongea kwa ndimi, inabidi tuchanga microphone. Mnakuja kufanya harambee kununua microphone. Ndio Mungu anaangalia, anaona bado hatuja komaa, hamujaelewa mahali pa kubarikiwa ni kazi ya Mungu. Na ndio unaona kwamba ukienda Isli, mjamaa anakuambia imefika saa kuswali, ngoja kwanza, kaa hapo uningojee, na kama utaki enda kwa maduka mengine, mimi nimefunga naenda maombi. Na anaenda 15 minutes. Nilienda kwa mwingine nikamwambia niko na 1200 nataka, akaniambia hiyo 1200 ngoja mpaka nirudi. Na kama utaki kungoja, maduka ni mingi, tembea ndugu yangu, ngoja niende. Na nilingoja mpaka akaenda akarudi, ndio nikamwangushia 1200 pap, akachukua akaeka, akaniambia asante kwa kuningojea. Mimi nilienda kuswali. Wewe umekauka unangoja kweli kabisa, mpaka unaonekana mjinga wa mwisho. Maana wewe hata kama ni Mkristo anakuambia kabla Mungu aje, hiyo ni baraka imetoka juu, ngoja nikuchukue. Mungu ngojea nichukue pesa ndio nikuone baadaye. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio tabia yetu. So tukagundua kwamba maneno ya vinywa vyetu inazuia Mungu kutubariki, na inashika watoto wetu, inakuwa stronghold. So nikawaonyesha, twende kwa maandiko mali niliwaachia jana, turudie katika kitabu cha Genesis 20 verses 2. Let's go Genesis 20 verses 2 to 7. Anasema Genesis 2, thank you. Inasema, and then Abraham said of his wife Sarah, she is my sister. Then Abimelech king of Gerar sent Sarah and took her. 20 verse 3. But God came to Abimelech in the dream that night and said to him, you are as good as dead, because the woman you have taken, she is a married woman. Ni hatari sana kushika bibi ya mtu. Ni hatari. Kama unataka kukosana na Mungu, ukigusa bibi ya mtu, umegusa Mungu. Usiguse bibi ya mtu. Afadhali ufanye mambo mengine. Mungu akatokea Abimelech akamwambia, we, you are as good as dead. Huyo mambo umemchukua. Kwanza ni a prophet. The worst ni mshika bibi ya prophet. And now Abimelech had not gone near her. So he said, Lord, would you destroy an innocent nation? Look at the argument. Did he not say to me, Abimelech had not gone near her, so he said, Lord, will you destroy? Okay, go to 5. Go to 5. Did he not say to me, she's my sister? And didn't he also say, he's my brother? I have done this with a clear conscience and clean hands. And then God said to him, in the dream, yes, I know you did this with a clear conscience, and also I have kept you from sinning against me. This is why I did not let you touch her. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you'll be sure that you and all will die. Verse 8. And the next morning, Abimelech summoned all his officials and went and told them all that had happened. And they were very afraid. Unaona Abraham
alienda Gerar na akakutana na huyu mfalme na wakadanganyana, huyu dada yangu, huyu ndugu yangu, na yule mrembo akachukuliwa. Sara alikuwa mrembo wa ajabu. Sasa akasema, na sasa Mungu akaintervene akasema hapana, mrudishie na uende akuombee, maana ni prophet. Asipokuombea, swali zingine naulizanga Mungu anasema, why do God send people to their prophet? Ni kusema Mungu anaheshimu wachungaji wanaohubiri neno la Mungu. God respect pastors. Hata kusoma katika Acts chapter 10, Cornelius, malaika tokea anaambia Cornelius, maombi yako, matoleo yako imekuwa kumbukumbu mbele za Mungu, na nimekuja nikuambie, lakini tumana Peter yuko Jopa aje kuombea wokovu. Mbona hakumwombea wokovu na Mungu alituma malaika? God respect the men. Alafu nakumbuka Luke 16, Lazarus alipokufa, anamwambia Abraham baba yangu, tumana kwa nyumba ya baba yangu, nina ndugu 5, wasifanye kile nilifanya ili wakuje kuzimwi. Ule tajiri, unakumbuka ile tajiri? Anaambia Lazarus, chovya kidole chako kwenye maji uniburudishe kwenye ulimi. Akamwambia, hapa sisi na wewe kuna mtaro, kuna valley, we cannot cross. Abraham akamwambia huyu jamaa, huko nje kuna Musa na maprophets, kama hawatawasikia atakuja mahali upo. That is why God has put men of God to lead his church, to lead the people to the truth, because Satan is a thief. He comes into people, uses people to kill their life. Ndiye anasema he come to steal, to kill and destroy. So we find that Abraham lied. In the book of Isaac, Genesis 26 verse 6, Genesis 6:26. Go end at Genesis 6:26. Unaona Genesis 6:26 tunapatiwa the same thing. Genesis 6:26. Then the son of man, able tupatie hiyo Genesis chapter 26:6. Genesis 26:6. Yes. So Isaac stayed in Gerar. 27. Let's go to 7. And when the man of the place asked him about his wife, he said, she is my sister, because he was afraid to say, she's my wife. He thought the man of this place might kill me on an account of Rebekah, because she's beautiful. Verses 8. And when Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from the window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said to me, she is really your wife. Why did you say she's my sister? Isaac answered him, because I thought I might lose her on account of her. Umeona sasa, baba alifanya dhambi miaka mingi iliyopita, na sasa kijana wake Isaac anafanya ile dhambi ile moja tu, sasa inarudia, imekuwa generational stronghold. And when you look again, let's go to the next one. Jacob also, the son of Isaac, lied in Genesis 27:3. Genesis 27:3. Unakuta kwamba sasa hii uongo so unakuta kwamba kama family, if a family experiences a need for thing and there's nobody correct, nilikuwa nasema jana, iwapo kwa mfano mtoto wako amekuja amelewa, na usikemee huyo kijana kwamba kwako hakuna ulevi, na unaweka misingi ya nyumba yako, ukikubali hiyo, inakuwa shetani anaifanya stronghold. Vijana wote wa firstborn watabaki wakilewa maisha yao. Kama ni usherati wamefanya na umenyamaza kama baba na mama, hiyo nyumba imejaa usherati mpaka mwisho. So lazima ukemee na ukatae vitu vingine ili kwamba isije ikawa stronghold. So anasema, now then, get your weapons and quiver and bow and go out to open country to hunt for wild for me. Hiyo ni Isaac. Baba yake alidanganyana, Isaac akadanganyana, mtoto wa Isaac sasa anadanganyana, Jacob. So anasema nini? Prepare me the kind of food, tasty food I like, and bring it to me, so I may eat, so that I may give you my blessing before I die. Verse 5. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau, and when Esau left for the open country to hunt game and bring it back, what happened? Rebekah said to the son Jacob, look, I've heard your father say to your brother Esau, verse 7, bring me some game and prepare some
taste the food I may eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me choice of young goats, and so I can prepare. So to cut the story short because of time. Now, you know the story of Jacob. Wakaenda wakafanya vitu na mama yake, akavalishwa ngozi ya kondoo ina manyoya, na akavaa nguo ya Esau. Jacob akavaa nguo ya Esau. Baba yake aliponusa akasema, hii harufu ni kama mtoto yangu. Go to verse 27. Jump to 27. Hii ingine mtasoma mkiwa nyumbani. Niwapatie homework. Anasema, so he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, the smell of my son is like the smell of the field that the Lord has blessed. 28. May God give you the heavens, may God give you the heavens dew, and of the earth riches, and of the abundance of the grain, and in the new wine. And may the nations serve you, and people bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. 30. After Isaac finished blessing him, and Jacob had secretly left his father's presence, his elder brother Esau came in from hunting. And he too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, my father, sit up and eat some of the game, so that you may give me your blessing. Then his father Isaac asked him, who are you? I am your son, he answered, your firstborn Esau. And Isaac trembled violently and said, who was it? Who was it then that who hunted the game and brought it to me? I ate and I eat. It just before you came, I kissed him, and indeed he is blessed. And Esau heard his father's word. He passed out loud with anger, cried and said to his father, bless me, my father, to bless me, my father. Verse 35. But he said, your brother came deceitfully and took your blessing. Same lie. You remember the story of Abraham, Isaac, Jacob. So you find that now it's become a struggle. A generational problem has come to the family. We come to the story of Joseph. If you read the story of Joseph in the book of Genesis 37, you find that even Joseph, his brothers, when he took food to his brothers in the wilderness, they lied. They said, let's kill this dreamer and let's destroy this dreamer. That means even hatred starts from our home. Wakati Biblia inatuambia maadui wako wengi wanatokana na ndugu wako na marafiki wako. Hakuna maadui atakupiga kutoka nje, ni familia na marafiki wako. So unakuta kwamba walimkataa Joseph. Alafu akasema tumuue, mwingine akasema hapana, ndugu yake akasema hapana, wacha tu tumuuze aende na waishi na light. They sold him to Egypt, and they took his coat, killed a sheep, put blood on it, brought to the father. He said, Daddy, your son has been eaten by animals. Baba yake akalilia Mungu, lakini akasema, sisikii kama roho ya mtoto wangu amekufa. But hayuko. Baba yake alilia sana. He mourned for 7 days. He mourned his son. The same lad. Ikafundikia sasa kwa Joseph. So you realize some of the things that we have or we do affect our life. It affects our life. And when it affects our life, it brings problems. And it brings a lot of problems, which they become genetical disorders. Kuna watu ambao kuna vitu tulifanya tukiwa wadogo. Kuna watu walitufanya tukafanya vitu. Kuna vitu tulisema na ndio kwa mfano, let me give a good example. Zamani tukiwa wadogo, nakumbuka zamani wakati wetu tulisamani simu hakuna, tungefanya hivi. Ulikuwa unaandika barua na tulikuwa tunachukua kama karatasi. Kuna ile fusta ilikuwa na maua mingi namna hii, na unaona miko maua, alafu unaandika barua kwa girlfriend yako au boyfriend wako, unamwandikia, alafu unachora roho pale chini, weka roho pale chini, ukiandika roho, alafu unaweka mshale umepita shwa. Alafu unaambia I love you forever. I will never have anybody else.
Sasa ukiona hiyo barua kwanza unaangalia roho, maana imechorwa na red. Kwanza imechorwa na kalamu ya red, alafu na mshale umepita kwa red. Sasa wakati hiyo tumeandikia hizo mabarua, tumeandika. Sasa wakati ilifika, kwa sababu maisha, destinies are different, mambo yakaenda mrama, kwamba hata yule mtu nilimwandikia hiyo barua ama aliniandikia hatukuoana, kwa sababu destinies are different. So ukakuta kwamba umeenda ukaoa mtu mwingine ambao hata ametoka dunia ingine hukujua, na pale uliwacha yule ambao mliandikania barua na mkapeana covenant. So unakuta kwamba hata katika hii ndoa inaanza kunywa maji, kwa sababu hii ndoa bado hata nikimwambia I love you so much, I already gave my word out. Sio ndio msichana wangu wa kwanza, ule wangu wa kwanza nilimpatia maneno kwanza na nikampatia nadhiri. I gave her my vow. So akiwa huko nje bado tu anangoja huyu jamaa alinipatia neno la nadhiri, atakuja lini kunichukua, ama pengine hata alienda kaolewa. So nakuta kwamba katika ndoa hakuna mapenzi halisi, hata kama ukijaribu bado haikuji, kwa sababu neno langu nilipeana. Is a promise, is a vow. Na ndio Mungu anasema angalia, give me Job 22:27. Job 22:27. Let me give you something. Look at this. God is telling us the vow. Anasema you will pray to him, you pray. You will pray to him and he will hear you and you will fulfill your vow. That means anybody that you gave a vow is still working, because you never nullify. In Ecclesiastes 5 verses 2, keep as the scriptures, let me show you something. Look at the strongholds that we are carrying. Ecclesiastes 5. It says, do not be quick in your mouth and do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your word be few. So you cannot give somebody a promise you cannot fulfill. God will hold you responsible. If you promise your wife, oh baby, if I get money, I'll take you to Dubai, I'll take you to Nairobi, I'll buy this and this and this. Na mtu wa Mungu, ukipromise bibi yako vitu, be careful to do what you promised. God will hold you responsible for empty promises. And nilikuwa naambia kanisa letu zamani, nilikuwa nimepromise Bishop Grace vitu mingi. Sasa siku moja tukapata pesa 100,000. So akaniambia, unajua una deni. Nikamuuliza mtu wangu, nakupenda sana. Nakupenda sana. Sasa nilikuwa nataka elewe kwamba hata kama niko na deni, sisi ni kitu kimoja. Akaniambia hapana, ulipromise 1, 2, 3. Na huku haikutimiza. So nataka utimize. Sasa nikamuuliza ni pesa ngapi hizo? Nilikuwa nafikiri ni pesa kidogo. Akahesabu ikafika 100,000. Nikamuuliza, yaani utaenda na hii pesa yote? Akaniambia kwa sababu una promise na lazima ulipe. Niling'ang'ana, hata nikipeana nasema haleluya, nasema haidhuru wetu. Kusema kweli, sikupeana, tuna furaha mingi sana ndani yangu. Mdomo inasema vizuri, lakini ndani yangu ni moto unaungua. Ndio baadaye nikaomba Mungu aniambia, mpumbavu wewe, unajua ulipromise mke wako, hata kama ni mke wako, hata kama ni mke wako, promise ni promise, lazima ulipe. Na kama utalipa basi mambo yako itakuwa mbaya. Ndio nikamwambia mke, sasa haidhuru ndio umesafishika, nenda ufanye kile unataka. Na hata sikutaka kujua atafanyia nini, maana si ni promise. So watu wa Mungu, ukipromise mtu kitu, keep the promise, because God will show you. Look at what he says. Go to the scripture. So verse 3, go to 3. 23. Inasema nini? As a dream comes when there are many cares, so speech of a fool when there are many words. Ndio maana wakati mwingine ni mzuri jina moja. Hata ukiona kwa watu, many words can cause you problem. Unasikia wanasema, nani anatoa 1,000, 1,200, na wengine tunatoana nadhiri kwa kanisani. Mimi na mke wangu tutatoa 10,000 ya kabro. Mimi tutatoa pesa ya shamba. Hata nikwambie, hata utoroke Deliverance Church Springs of Life, mpaka siku ile utaingia kaburi, bado Mungu anakubali. Anakuambia toa. Na akiona unafanya mchezo, anakata mfereji yako ya pesa.
Hebu angalia scripture, twende. Make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fool. Fulfill your vow. Hiyo ni command. It's a very bad command. But huwezi promise Mungu na unautoroka nayo. Huwezi toroka nayo. God will atakufuatana na wewe. Look at what happened. Verse 4, verse 5. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill. That's it. Do not let your mouth lead you to sin, and do not protest to the temple messenger. My vow, yani temple messenger ni Asa. Usikuje kuambia Asa ama treasurer wa church ama chairman wa project. Unajua siku ni 10,000, siku mimi 100,000. Anasema do not come and protest to the chairman of the project or to the Asa. My vow was a mistake. Why shouldn't God be angry at what you say and destroy the work of your hand? Utakuta unaendelea lakini maendeleo yako si kama vile uliendelea mpaka siku ile utalipa deni. God will hold you accountable for every promise you make. So verse 7. Tumalizia hapo. Much dreaming and much words are meaningless. Therefore, stand in awe before God. So you can never promise God and God will forgive you. So hata wale warembo tulikuwa tumepromise, sasa nikasema Mungu akaniambia the only way to free yourself from the promises that you made is only to call them and disconnect yourself from that love. So inabidi unaita huyo mtu kama hapatikani na alienda na ujui mahali ameenda, unaenda kwa madhabahu, you confess before God. Father, I confess, not only is no longer my girlfriend, so and so is not my boyfriend, so and so, I disconnect you from my heart. And now I completely disconnect any engagement, any word, any vow that I said concerning the love of our relationship. I now commit my life to my wife. So hiyo yote Mungu ananalify. Ndio unaona mapenzi wewe na mke wako mnaanza kupendana sasa. Hapo tukimana. It works. This is what I'm talking about. Inakuwa generational bondage. Na ukikataa kufanya hivyo, utakaa inafika mahali fulani, unaanza kukumbuka yule girlfriend wako alikugusa moyo wako. Unaanza kukumbuka jioni. Na anakuja tu kwa mawazo jioni. Ukilala unamwota mmekutana na mnazungumza. Na mimi nakwambia, hiyo shetani anakuanga ameandaa. Anakuonesha Jane yuko hai. Na hata kama ameolewa, na atafanya mkutano Nairobi. Na siku ile mtakutana Nairobi, ile mapenzi itakuwa katikati yenu. Hata bomu hawezi kuondoa. I'm telling you. Mnakutana, kwanza mmelewa, inakuwa ni kama ulevi wa mvinyo mkali. Ni kama mmekunywa chang'aa. Mnapendana kwanza, mnakula na hiyo siku mtalala pamoja. Sasa ukirudi ndoa yako ndoa inakuwa maji. Kwa sababu ulikataa kudisconnect. I'm telling you, mtakutana. Na kutoka hapo problem za ndoa inaanza. Mpaka divorce. Hata divorce, wewe divorce, mwende mkao pamoja. It's better you disconnect. You go before the husband, disconnect. Otherwise, it will kill your marriage, it will kill your future. Why? You give your word. How many people today are carrying your word? Na mwingine anakwambia, si ulini promise, siwezi kuachilia, ulini promise. You need to disconnect. Na unamwambia wewe, hata kama nilipromise, vitu vilibadilika. Na hata mimi nimebadilika, na sasa wewe umeolewa na mimi nimeolewa, na maisha inaenda hivi. I disconnect you in the name of Jesus. Kisha maneno. Haya. Bwana tuwe sana. Hebu tuangalie katika maisha ya Musa. Tuangalie katika maisha ya Musa. Kwa sababu wakati mwingine tunazungumza mambo fulani na utakuta kwamba haya mambo tunayozungumza yanakuwa ni athari. Musa in the Genesis 49. Genesis 49. Let me give you through verses 1 to 8. Genesis 49. Let me bring something down. I'll be done by 20 minutes. Inasema, then Jacob called all his sons and said, gather to me around me so I can tell you what will happen to you in the days to come. Verses 2. Assemble, listen, son of Jacob, listen to your father Israel. What happened? Reuben, you are my firstborn, my might, and the first of my strength, excelling in honor and excelling in power. So, amelani Reuben. So, nakuja mstari wa ile, turbulence as the waters, you will no longer excel,
For you went into your father's bed and onto my couch and defiled it. Akakuja verse 5. Simeon and Levi, your brothers, they are sorts of weapon of violence. What happened? Let me not enter their council. Let me not join their assembly. For they have killed men in their anger and Armstrong and ox as they pleased. Exodus 2 verses 1. Ruka and Exodus 2 verses 1. Exodus 2 verses 1. Anasema now a man of the house of Levi. Umeshika hiyo? Tumesema Ruben amelaaniwa kwa sababu alifanya dhambi na hakutubu. Na ndio unaona tunasema wacheni kubabana na madhambi. Kama kuna mtu ulikosea na unakanga tu naye, ukimwona moyo unastuka, kutana naye mwambie ndugu yangu, hata asitaki kubabana naye mzigo tena, nilikukosea, nisamehe. Haikugharimu kitu, lakini itakuridhisha. Kama kweli ulikosea baba yako, ulikosea mama yako, enda utubu na Mungu atakuondolea hiyo guilt na atakuondolea problems. Hata tunaona Levi na Simeon ni ndugu wawili, watu wenye hasira, nyumba ya hasira. Anasema walikutana na donkey akikuja kwa barabara na akataka kuondoka, walikatakata na mapanga. Walikuwa na babana, nafikiri ni Wameru. Hawa jamaa walikuwa Wameru. Wakakuta mtu kwa barabara, ukifanya hatutaki kuondoka kwa barabara, panga inachomolewa. Sasa zabidi uchague mboga. Sasa unasikia anasema, and now a man of the house of Levi married a Levite woman. And she became pregnant and gave birth to a son. And when they saw he was a fine child, they hid him for 3 months. Who was this? Musa. Mama ya Musa ni Levi. Huyu mwingine ni Levi. Wametoka na wote wametoka nyumba imelaaniwa. So unakuta kwamba kila mmoja ana hasira. So alipokutana ikawa hasira squared. Sasa Musa akazaliwa akaenda shule, na tunaambiwa katika history kwamba Moses grew in Pharaoh's house. Moses led a fascinating and distinguished life in Pharaoh's palace. He was a prince of Egypt. He was also a lawgiver. He was a God-faithful servant. He saw God face to face. He communicated with God. He spoke as a spokesman to the people. He was a child of a slave girl, but lived in the palace. Moses stammered when he talked to people, but when he talked to God, it was clear sound. Remember this. The Bible still tells us Moses was a very angry person. Musa alikuwa na hasira mbaya sana. Kitabu cha, let me give you Exodus 32:19. Exodus 32:19. For the sake of time, I have a few minutes. Exodus 32:19 inasema, and when Moses approached that camp and saw the crowd, the dancing, his anger burned, and he threw the tablets out of his hand, breaking them into pieces. You remember the story of Moses? Yani alikuta watu wanaabudu ng'ombe na ametoka kwa Mungu. Sasa wajua Mungu akikupatia kitu ni pressure. So yeye akakasirika, kitu ya kwanza badala ya kukasirikia watu na kwenda kudili nao, akafunja tablet. Mungu akamwambia, Musa akaenda pale, akashika wale watu wote, akasiaga ile ng'ombe walikuwa abudu ya sanamu, akaweka maji, akasema nyinyi wote kunywa hii maji. Ndio watu wote walikufa. Ni hasira mbaya. Sasa kesho yake Mungu anaangalia vituko, anamwambia Musa, ulifanya nini? Ile tablet nilikuandikia umevunja. Enda kware kesho. Siku ya 3 tukutana huko juu. Na unajua iko karibu, ni mahali unaenda kwa masaa. Actually it was 10 hours. Walking 10 hours uende juu ya mlima. So Musa, simtaona ambao mnaenda Israel. Mnapatanga Mount Sinai. Unaanza saa 6 usiku, unafika juu saa 10. It's a long journey. Ijapokuwa sasa hapa wameweka barabara na kitu kingine, lakini it's a long journey. So Musa hajai chika kingo, hajui kware, na hajui maegani inapasuliwa. Alifanya kazi siku 2 hata bila kula. You can imagine the believers. Niko na imagine tu believers vile wameshika. Na ameshika tindo, anakata mawe, vile anakumbuka vile ilikuwa, akatengeneza bibi. Today, tablets tulionayo si original, ni ya Musa. Kwa sababu ya hasira ya 10 commandments. So Mungu akamwambia ujue kuandika. Maana inaandikwa na moto, haiandikwi na rangi. So akarudisha kwa Mungu, akaandika.
Mungu akamwambia Musa, punguza hasira. Sasa swali nauliza, kwa nini Mungu hakuondoa hasira ya Musa? Kwa sababu kuna vitu, tabia zetu tulionayo Mungu hawezi kuondoa. Kuna vitu vyetu lazima tuondoe wenyewe, si Mungu, ni sisi tunaondoa. Tabia ya Musa inafaa kuondolewa, lakini tabia ya Musa ni mshipa wa laana ya nyumba yao, ndio ilikuwa inamsumbua, na ilikuwa ni laana. The spirit of the curse of anger was in the life of Moses. What have you inherited from your parents? Ni nini ulikuwa kwa baba yako? Ni hasira, ni maskini, ni kahaba, ulevi, kuvuta sigara, kusema uongo. Ni nini kiburizi? Hiyo Mungu hataondoa, hata ukija kwako, hata uongee kwa ndimi, bado utafanya hizo vitu. Mpaka wenyewe tuondoe hizo vitu katika maisha yetu. So Musa akarudi. Aliporudi Mungu akaandika na akamwambia tuendelee. Kwenda akamwambia Musa, nataka upeleke watu wangu. Hiyo ni kitabu cha nikupatie tu Numbers 20 verse 6. Ukisoma Numbers 20 verse 6, akamwambia Musa, enda zungumza na maji, enda zungumza na mawe. Numbers 20 verse 6. Inasema Moses and Aaron went from the assembly of the entrance of the tent of the meeting, fell down, face down, and the glory of the Lord appeared. Verse 7. Anasema nini? Verse 7, the Lord said to Moses, take the staff, you and your brother Aaron, gather the assembly together, speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock to the community, so their livestock will drink. So instruction ni kwamba Musa, chukua fimbo, enda huko juu kwa mlima, peleka watu wote, zungumza na mawe, asema Bwana, achilia maji. By the time wanafika huko, watu wamenung'unika, Musa, tutakufia huku. Musa, unatuangaisha. Musa, tunaenda fanya nini mlimani? Maji ipatikani kwa mlima, inapatikana huko mabondeni, inapatikana kwa miti. Musa, kufika kule Musa amechemka, kichwa sasa hasira imewaka. Alipofika akasema, nyinyi kwani mimi niliwazaa? Akapiga mwamba mara mbili. Mungu akafunulia akasema udhuru, maji ikatoka. Na hakuzungumzia mwamba vile aliambiwa. Watu wakanywa maji, wakamshukuru Mungu, wakasema haleluya, wakaoga nayo. Kufika jioni, Mungu anaona mawingu yameteremka. Akajua mambo yameharibika. Akamwambia Musa, panda mlima Pisga. Let me give you the scripture. Iko katika Numbers 27 verse 12. Numbers 12, ukisoma kuendelea. Hiyo nawapatia tu mfano kuendelea. Inasema, and the Lord said to Moses, go up this mountain into Abrim range and see the land I have given to Israel. Anaambia Musa, panda juu ya mlima katika Abrim range, yani katika kona fulani, kwa mlima kona fulani, angalia Canaan, nchi ya maziwa na asali. Huko ndio nimepeleka watu, lakini wewe utaenda, kwa sababu nilikwambia uongee na mawe na ukaenda kudunga mawe, na hiyo hasira yako hujaondoa. So kutoka sasa, hata kama nakupenda mpaka umeniona, hauwezi enda Canaan. Mwisho wa safari. Nikisema kuna kitabia tuko nayo na kivitu tunayo za kwetu na tamaduni ambayo katika kijijini watu wanajifunia. Wanasema angalia Njamba na Karaoke, angalia fulani. Na wanasema kwa sababu una hasira kama za kwenu. Unafanya vituko kama vile babu zako wanafanya. Unafanya vituko na wanakusifu kwa vituko. Mungu hata kusifu, atakata maisha yako. Nakwambia hata usiku. 2021 uoni mwisho wako ni hapa. Kwa sababu ya tabia tunayo. Musa hakufika kwa sababu hasira. Na unakumbuka hasira yako ilikuwa wapi? Genesis 49. Sasa Musa akamwambia Musa, sasa kutoka hapa. Na immediately wakati wanaongea na Mungu akimaliza kuongea na yeye, jamaa alianguka. Akafariki. Sasa malaika akakuja. Mikaeli akakuja. Akaanza kulinda mwili wa Musa. Shetani naye akatokea. Akasema nipe mwili. Maana hii anointing yako nayo ni yangu pia. Ya laana ile niliwekanga kwa mizizi yao. Nipe mwili. Namwambia wewe, kulikuwa sana mbinguni na nikakufukuza. Babu hapa, God rebuke you Satan. Ndio jamaa akabipatia. Na Biblia inatuambia na Mungu akaficha kaburi ya Musa. Mpaka leo hakuna mtu anajua. Inawezekana kwamba hata wewe kuna mizizi nayo.
ndio inakukataza kuendelea. Unaamuka unaanguka, unajaribu vitu hivi. Let me tell you, you have an opportunity to break this roots. Maana zipo, na nitakuonyesha zingine kwa Biblia. Niko na nyingi za kuonyesha kwa Biblia ambazo zinanyima watu kuendelea. Ndoa haifanyi kazi, biashara haifanyi kazi, ufanikiwi, ni magonjwa kila siku, matatizo kila siku, kukosa pesa hata na pale. Ninaomba unapofunga ibada hii utainua mikono, simama kwa miguu yako, acha kufunga ibada. Inua mikono yako, mwambie Mungu, kila mzizi wa pepo nyumbani, every root of my father's house, every root of my family, every root of where I come from, I declare, break by fire in the name of Jesus. Lift your hands and just begin to worship God this afternoon, this evening, and tell God every root that could stop my life, every root that can stop my future, every root that can stop my progress, can stop my preaching, can stop my ministry, can stop my marriage. Right now, in the name of Jesus, I disconnect you. I disconnect you. I disconnect you. I disconnect you. Can I hear you disconnect? Disconnect every power. Disconnect. Even the people that you gave your vow, declare any man, any woman, you know them by name, declare, call their name and declare, I disconnect every vow. I break the vows I made. Every vow I give to somebody who is not my husband, who is not my wife, I break the vow. I break the vow. I break that vow in the name of Jesus. And I cover myself with the blood of Jesus. Every covenant that I made that I've never fulfilled, oh God, I disconnect. I pray for forgiveness in the name of Jesus. I pray for forgiveness. Every covenant, every word that I've carelessly have spoken, Lord, that the enemy is choosing to fight my life, I disconnect that name. I disconnect that word. I nullify that word. I nullify that word. I nullify that word. I nullify that word in the name of Jesus. Every word I've spoken, every word I've spoken, every word I've spoken, every promise I have not fulfilled, Lord, I shall fulfill some of the promises. I shall fulfill some of the promises in the name of Jesus. I nullify, I nullify, I nullify. Can I hear you pray? Pray and nullify your resources. Every person that you give money, and that person cursed you because you never gave him the money he needed. Some people are demanding on what? I break every curse. I break every curse. Every curse on my finances, curses on my job, curses on my marriage, curses on my children, sicknesses, curses of sickness. I break, brokoto, rakataka, pasaka, reketeke. Can I hear you? Break every power. Spirit of lack, spirit of slavery. I declare every slavery in my life, I break in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I declare every principalities and spirit of witchcraft that works against the life of your people, tonight, oh God, we nullify. I nullify every power. I nullify every power. I nullify every power in the name of Jesus. I declare your people free. By the entrance of that word, I declare freedom, financial freedom, spiritual freedom in the name of Jesus. You may be in our midst this evening, and this is what I hear in my spirit that you could be here. Na wewe unatumiwa na watu kupata maendeleo, alafu unabaki maskini. Hata makampuni yanatumia watu. You become very potential. They love your work. They love your commitment. But they don't give you money. Are you in the house? Uko hapa. Inua tu mikono yako, mimi nataka nikuombee. Kuanzia leo, hakuna mtu atakumisuse. Kuna watu wamekutumia vibaya. Wanaona wamekutumia vibaya. Dunia imekutumia vibaya na hakuna faida unapata. Ukiangalia maisha yako na pesa ile unapata, haikuwezekani. Una degree na ukiangalia mtu mwingine wa degree na ana kiwango ulio nayo na pato yako ni kidogo. Na hata ukihama kampuni nyingine, they give you low money. You know, they don't give you what is commensurate to your graduation or to your degree or to the calling. Yani kile ambacho unapaswa kupata, hupati hiyo, unapatiwa chini yake. Unaelewa vile nasema? Kuna watu ambao umequalify kabisa, lakini mshahara unapata ni kidogo, haitoshani, na unajua ni kidogo, na wanakwambia tutakuongezea polepole. Na watu wengine wanapewa mingi na hawajasoma,
unakuwa wewe ndio unakuwa, it's an error. Lift your hand. I declare, Father, I release favor over the people that have lifted their hand concerning their life. But Lord, they are struggling because they are misused. From today, in November 23rd, you shall not be misused. May God arise in your occasion and promote your life. I declare promotion, financial promotion, spiritual promotion, grace operate upon your life. That from today, you shall earn money commensurate to your graduation. May God catapult you. May God accelerate you. What you have not received at your caliber, what you lost in the past, may God restore. I call the God of restoration. May God restore resources. May God restore finances. May God restore your promotion. In the name of Jesus, that where you are, may God uplift you. I pray for an uplifting in the name of Jesus. May God uplift you. May God bless the work of your hand. May God bless the work of your hand in the name of Jesus. That from tonight, may your world change. I declare power must change hands. Power must change hands. That from the low level, may you go higher. From higher level, go higher. In the name of Jesus, may you possess possession that will change your mind. May God change your position. May God change your position to a higher position. You shall not be on a low position. You shall be fought. People have ignored you. From today, you shall not be ignored. You shall not be ignored. You shall not be ignored. In the name of Jesus, people shall not ignore you. People shall not look at you down. They shall not look, hutadharauliwa tena. Kuanzia leo hutadharauliwa. Kuanzia leo hutatumika vibaya. Kuanzia leo hutakuwa ignored. In the name of Jesus, I pray that the spirit of ignorance shall not be your portion. May God favor you. May God crown you. May you become the blessed. Father, we thank you as we end this meeting tonight, that you shall bless your people, that we shall hear testimonies of what you have done and what you are doing. Because I decree promotion to some of the people in the house. I decree promotion to this church. Promote this church. Promote your servant, Reverend Mrungi and Reverend Angelica. Promote even the pastors that are in this church. Give them grace that they shall do greater things than they have ever done. I pray that the course of this season, they shall see God in manifestation. May God make a visitation over your life and your family. In Jesus' precious name. Amen. Give another shout of praise. Amen. Patia Bwana shangwe nzuri sana. Kwa sababu kutoka leo, hata kama ulikuwa umefinywa, Mungu atakufungulia mlango na utapata promotion. Na kama hiyo kampuni haitakupromote, Mungu atakupeleka kwa kampuni nyingine ambayo utakuwa kiwango ya juu kuliko mahali upo. I promise that to you in the name of Jesus. That you will not remain the same, but God shall promote you. Ili nikija next year, nitakuwa nisikia testimonies kwamba vitu vilifanyika, mimi nilipromotiwa, na wale walikudharau, kutoka leo hutadharauliwa tena. Wale walikuignore hata kuignore tena. Na wale wanaona wewe ni mtu huwezi, sasa wataona mtu ambaye anaweza. Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you.